Baada ya kumaliza masala hayo, tukaelekea katika aya inayofuata, aya nambari 101, ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anawaambia waumini wa Madina wasije wakabweteka, watambue kwamba wa mimman haulakum min al-a'rabi munafiqun, kwamba bado pembezoni mwenu nyie watu wa Madina kuna baadhi ya mabedui ambao kwamba mwaishi karibu nao pia wana sifa ya unafiki. Tukaelezea unafiki ni maradhi, lakini kwa yule anefanywa unafiki ni afya kwake. Kisha Allah akasema wa min ahli al-Madina, na katika watu wa Madina vile vile, sio mabedui tu ambao kwamba mnodhania kwamba watakuwa ndio wanafiki, wapo pia min ahli al-Madina qaumu ambao kwamba maradu ala nifaq, wao wamekuwa wataalamu mno katika kuficha ule unafiki wao, kiasi ya kwamba wewe huwezi kuwajua Muhammad na kaumu yako. Kisha Allah anamwambia mtume wake la ta'lamuhum, wewe huwajui hao watu sana, lakini anamwambia nahnu na'lamuhum, sisi tunawajua wote. Mwanachuoni Ibn Kathir wakati anaifasiri hichi kipande hichi la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum, akanukuu maneno muhimu ambayo kwamba kwenye zama zetu hizi yanafanya kazi mno sana. Ikiwa mtume sallallahu alaihi wasallam anaambiwa bado kuna watu wewe huwezi kuwajua, sisi tuwajua, sisi tu hawao, kanukuu maneno, anasema kwamba Qatada wakati anaifasiri aya hii kazungumza maneno ya Ibn Kathir akanukuu. Qatada anasema ma balu aqwamin, mbona kuna baadhi ya watu yatakallafuna, wanajipa fujo, wanajikalifisha, wanatumia misuli mikubwa, yatakallafuna katika ilma nas, kuwajua watu. Huyu ni mtu wapi? Huyu ni mtu wa peponi au ni mtu wa motoni? Kuna watu wanapata tabu sana kutaka kuyatia makundi fulani kwenye moto na makundi fulani kwenye pepo, wanapata tabu sana. Wanasema fulanu fil janna wa fulanu fil nar, fulani yule peponi na fulani huyu motoni. Fa idha sa'alta ahadahum, lau kama utamwendea mmoja wao katika wale ambao kwamba wanatakallaf, wanajisumbua kuwagawanyisha watu, kuwaingiza wengine peponi na wengine motoni. Idha sa'alta ahadahum, ukimuuliza mmoja wao an nafsihi, kuhusu yeye mwenyewe, wewe ni wa wapi? Mimi usheniingiza uliponiingiza huko, sasa wewe je ni mtu wa wapi? Ukimuuliza kuhusiana na nafsi yake, qal, huyo mtu huwa anajibu anasema la adri, sijui. Qatada anasema la amri, na apa, anta binafsika a'lamu minka bi ahwali nas, wewe nafsi yako waijua zaidi kwamba uko katika kundi gani kuliko unavyozijua hali za watu. Walaqad takallafta shay'an, na kwa hakika wewe umejikalifisha jambo ma takallafahu al-anbiya'u qablak, jambo ambalo kwamba mitume waliotangulia hawajajikalifisha nalo hilo jambo, kuwajua hawa ni wa wapi na hawa ni wa wapi. Qala nabiyullahi Nuh, kisha ananukuu maneno ya Nabii Nuh wakati anawaambia kaumu yake, qala wama ilmi bima kanu ya'malun, mimi Nabii Nuh anawaambia kaumu yake, ma ilmi bima kanu ya'malun, mimi sina ujuzi wa elimu yoyote kujua kwamba haya wanayoyafanya yatawafikisha wapi. Nabii Nuh anawaambia kaumu yake maneno hayo, anajivua kujua kwamba yeye huyu ni wa motoni au huyu wa peponi. Anasema qala wama ilmi bima kanu ya'malun. Kisha akanukuu maneno mengine ya Nabii Allah Shuaib. Nabii Shuaib naye anawaambia kaumu yake, baqiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'minin wama ana alaykum bihafidh, hivi mlivyobakishiwa katika khairi alizokubakishieni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni bora zaidi kwenu nyie ikiwa kweli ni waumini, lakini mtambue wama ana alaykum bihafidh, mimi sio mlinzi wa amali zenu kuzikagua wewe ni wa wapi, wewe ni wa wapi. Wewe unajikalifisha mambo sasa hivi, ukawachukua hawa ukawaingiza huku, wale ukaingiza huku. Angalia mitume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wanajivua kwamba wao hilo sio kazi lao, wala sio walinzi wa amali za watu wao, bali Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemwambia mtume wake Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum, wewe huwajui Muhammad hawa watu, sisi ndio tunawajua.